Na tusonge mbele. Hali ya wasiwasi bado imetanda katika mji wa Busia baada ya siku ya pili ya makabiliano kati ya polisi na baadhi ya vijana wanaopinga kukamatwa kwa kiongozi wa vijana Edwin Omondi maarufu Chikuze. Maandamano hayo yamefuatia ghasia za jana katika kituo cha polisi cha Busia ambapo watu wawili walipigwa risasi na kuuliwa huku mwingine akijeruhiwa baada ya vijana kuvamia kituo hicho akitaka Chikuze aachiliwe. Na kama Violet Auma anavyoarifu, leo hii maduka yalisalia kufungwa, usafiri ukitatizika, huku baadhi ya maeneo ya barabara ya Busia kuelekea Kisumu yakisalia bila shughuli kwa saa kadhaa, wakati polisi wakiwatawanya waandamanaji. Kwa siku ya pili mfululizo, hali ya taharuki imetanda katika mji wa Busia. Makabiliano kati ya polisi na kundi la vijana yalishuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya mji huo, hali iliyotatiza biashara na usafiri katika barabara kuu ya Busia Kisumu. Maduka kadhaa yalisalia kufungwa huku wafanyabiashara wakihofia uharibifu wa mali na makabiliano zaidi kati ya vijana na maafisa wa usalama. Kama mtu mmoja hawezi haribia biashara ya watu wote. Sisi kama bodaboda kuna chenye tumefanya tangu asubuhi. Na sasa hii nikienda kwangu kwa boma, naenda kukula nini? Naomba wakifanya maandamano yao wafanye ile ya haki. Sasa wakiturushia mabia kazi tutoroke tuache mali yenyewe ipove. Sisi tutaenda wapi na tunategemea hii kazi? Tuko na loan, tunataka tufanye kazi biashara na tulipe mali zetu. Maandamano hayo yalichochewa na kukamatwa kwa kiongozi wa vijana Edwin Omondi maarufu Chikuze, tukio ambalo liliibua hasira miongoni mwa wafuasi wake kutoka Marachi na maeneo mengine ya Busia. So kwenda kwa hiyo rescue, kumbe askari walikuwa prepared tayari wakishika Chikuze juu tulipata wamevaa helmets, wamevaa boots, wako ready for war na wakaanza kufire live bullets. Tunapoteza mabwana zetu sababu ya siasa. Jana jioni hali iligeuka kuwa mbaya baada ya vijana kuvamia kituo cha polisi cha Busia wakitaka Chikuze aachiliwe. Polisi walifyatua risasi wakati wa makabiliano hayo na kuwaua watu wawili huku mwingine akijeruhiwa. One suspect known as Edwin Omondi Obukhulu alias Chikuze, who was linked to malicious damage to property, that is a police vehicle. Following the arrest, youth numbering almost 200 stormed the police station, and we shall not allow anyone to destroy and to loot. Violet Auma, KTN.